Baba yangu, ninakutukuza asubuhi ya leo. Asante kwa uaminifu wako, asante kwa upendo, asante kwa kunithamini, asante tena kwa kunipa kibali. Asante kwa ajili ya msikilizaji wangu ambaye ananifuatilia kupitia maombi ya asubuhi. Asante Roho Mtakatifu kwa upendo mkuu. Umetupenda kuliko kawaida Bwana. Macho yetu yanakuinua asubuhi ya leo. Mioyo yetu imenyenyekea mbele zako. Roho Mtakatifu, tukishuka na kunyenyekea mbele zako. Baba yangu wa mbinguni, sisi ni wakosaji mbele zako. Ndio maana tuko hapa wanao, tuko hapa watoto wako. Tumeshuka mbele zako Yesu, tukiomba rehema zako, tukiomba rehema zako. Baba, imeandikwa katika kitabu kile cha Isaya sura ya 1 na mstari wa 19 ya kwamba dhambi zenu zitapokuwa nyekundu kama bendera, tazisafisha zitakuwa nyeupe kama theluji. Mungu uliye hai, wanao tumeshuka mbele zako sawa sawa na rehema zako. Tunaomba ututakase Bwana asubuhi ya leo. Uturehemu wanao sawa sawa na fadhili zako. Turehemu watoto wako sawa sawa na wingi wa ukuu wako, katika jina la Yesu Kristo. Romo shanda ramakuri risa karamata rabashaka mandorukuri amasike. Baba, kila mmoja ameinama mbele zako, anakuinulia wewe Bwana mikono yake, akianguka magotini pako Yesu, kwenye kiti chako cha rehema. Mungu uliye hai, wewe ni Mungu wa kurehemu, wewe ni Mungu wa kurehemu, wewe ni Mungu wa kurehemu, wewe ni Mungu wa kurehemu. Turehemu tena watoto wako. Tumenyenyekea mbele zako, hatuna Mungu mwingine, ni wewe tu Bwana wa kutusaidia. Rusa karamanda rabaka. Kila mmoja aanze kutamka maneno ya rehema. Mwambie Baba akusamehe, mwambie Baba akusamehe, mwambie Baba akutakase, mwambie Baba akutakase. In the mighty name of Jesus. Ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu, ita damu ya utakaso, ita damu ya utakaso, ita damu ya utakaso. Risa kataraba randa ramandara risa taraba kuria risa ndaramando roko shanda ramakuria ria baba risa tarama kuri bashaka. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Asubuhi ya leo anza kumwambia Bwana, anza kumwambia Bwana, anza kumwambia Bwana. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, na kuhitaji kwa mara nyingine, na kuhitaji tena, na kuhitaji Bwana zaidi ya nilivyokuwa kukuhitaji. Mwambie Yesu, na kuhitaji, na kuhitaji tena. Wewe ndio msaada wangu, wewe ndio baba yangu, wewe ndio kimbilio langu. Anza kutamka, mwambie Roho Mtakatifu, na kuhitaji peke yako, na kuhitaji peke yako. Baba, tunakuhitaji, maana wewe ndio msaada wetu. Hatuna pahali pengine pa kukimbilia. Tumekuja kwako Bwana, tunahitaji msaada wako, msaada wa kutusaidia wakati wa mahitaji, msaada wa kutubeba wakati wa shida, msaada wa kutusaidia Baba. Tushike kwa mkono wako, tushike kwa mkono wako Baba. Hii ni siku mpya, tunahitaji tushike. Rikanda ramanda rababakariabasa randa ramando rokoria risanta ramakosha rabababababa rikatarabashaka. Baba, nishike kwa mkono wako, nishike kwa mkono wako. Kila mmoja atamka, mwambie Baba, naomba unishike, naomba unishike, naomba unishike. Peke yangu siwezi Bwana, peke yangu siwezi Bwana. Wakati naomba, ninaona mama huyu analia, ninaona baba huyu ameteseka, ninaona huyu binti analia. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, sina kunishika, ni wewe tu wa kunisaidia. Rika baba, rika baba. Oreseterere. Ninaona Bwana akileta msaada kwenye maisha yako. Sijajua umelia kwa miaka mingapi, na sijajua umelia kwa muda gani. Mwambie Baba, naomba ulete msaada kwenye maisha yangu. Peke yangu siwezi Bwana, naomba ulete msaada. Omba msaada, omba msaada, omba msaada. Rere serere.
Ninaona una kilio, ninaonyeshwa kilio katika ulimwengu wa roho. Ninaona umelia kwa miaka mingi, naona umelia kwa muda mrefu. Mwambie Baba, nahitaji msaada asubuhi ya leo, msaada wa kunisaidia, msaada wa kunisaidia, msaada wa kunisaidia, msaada wa kunibeba. Orika baba mandara baba shataraba koria risataraba karamanda risatararara. Baba tupe msaada, Baba tupe msaada. Hatuna Mungu mwingine wa kutusaidia, ni wewe Bwana msaada wetu, ni wewe Bwana msaada wetu. Asubuhi ya leo tunahitaji msaada. Risandara makuribasaka makuria baba. Wakati naomba nasikia Mungu ananiambia umekuwa unapitia mahali unahitaji msaada, unahitaji kumwona Yesu akitenda kazi, unahitaji kumwona Yesu akijibu kilio chako, unahitaji kumwona Yesu akikufungua, unahitaji kumwona Yesu akikuponya, akikutoa kwenye huo ugonjwa, unahitaji kumwona Yesu akifungua tumbo lako la uzazi, unahitaji kumwona Yesu akikupa kazi, akifungua kazi, unahitaji kumwona Yesu akikutondoa kwenye kufilisika, akikutoa kwenye madeni, akikutoa kwenye taabu, akitoa kwenye mateso ya miaka mingi. Kuna namba kwenye skrini yako. Wakati unaendelea kuomba, chukua hiyo namba kwa skrini yako. Hiyo namba moja ni ya WhatsApp. Natuma ujumbe wako, mwambie Baba, niambie kwamba Baba, ninapita hapa, nahitaji unisaidie, nahitaji unishike kwa mkono. Tutaomba na mbingu zitaenda kufunguka. Na inawezekana saa hii unasikia ndani yako una mzigo mkubwa sana, na huo mzigo unatamani usimame na dhabihu, usimame na sadaka, unasimame mwambie Baba, naomba unitue mzigo huu. Kamata hiyo namba ya Vodacom, iko hapo kwa skrini yako, iandike napanda sadaka. Kuna kitu kinaenda kutokea asubuhi ya leo. Naisikia sauti ya Mungu ya kwamba asubuhi ya leo anaenda kukutoa kwenye mateso. Nasikia Bwana ananiambia anaenda kutoa kwenye mateso, anaenda kutoa kwenye shida, anaenda kutoa kwenye taabu, anaenda kutoa kwenye taabu. Baba, kutoe taabuni. Arika mandorokota resa tarabakari randa rababa sataraba kushatarababa. Nguvu ya neema hii ni nguvu iletayo ushindi. Na asubuhi ya leo hii, yani wakati ninaomba, nasikia Mungu ananipa maelekezo, juu ya Zaburi hii asubuhi, ambayo tunasema ni nguvu ya kupasua vifungo, nguvu ya kupasua vifungo. Kwenye kile kitabu cha Zaburi sura ile ya pili, nitasoma mstari mitatu. Zaburi 2 mstari mitatu. Biblia inasema, mbona mataifa wanafanya ghasia, na makabila wanatafakari ubatili? Unaona, wafalme wa dunia wanajipanga, na wakuu wanafanya shauri pamoja. Anasema juu ya Bwana na juu ya Masihi wake. Anasema, na tuvipasue vifungo vyao na kuzitupia mbali nasi kamba zao. Umesikia? Na tuvipasue vifungo vyao, naona, na kuzitupia mbali nasi kamba zao. Umeelewa? Katika ulimwengu wa roho kuna vikao. Anasema, mbona mataifa wanafanya ghasia, wafalme wa dunia wanajipanga, unaona, wanafanya shauri pamoja nao. Na anapozungumza hivyo, anazungumza kitu kizito sana, kwamba kuna vikao vinafanyika katika ulimwengu wa roho vya kushambulia na kuua hatima. Kuna vikao vinafanyika katika ulimwengu wa roho vya kuua hatima na ndoto za watu. Kuna vikao vinafanyika katika ulimwengu wa roho vya kushambulia kabisa neema na kuzuia vitu vizuri kwa ajili ya watu. Sasa mimi sijajua, lakini kuna kikao ambacho inawezekana kinafanyika ili kukuangusha, kikao kinachofanyika ili kukumaliza, kikao kinachofanyika ili kushambulia ndoto yako, kikao kinachofanyika ili kuua hatima. Kuna kikao katika ulimwengu wa roho, kipo kikao kinafanyika ili kumaliza maisha yako. Anasema wanafanya shauri ili kumaliza Masihi wa Bwana. Bwana ananituma kikao chochote ambacho kinafanyika, umeona, asubuhi ya leo, kikao chochote ambacho kinafanyika ili kuharibu ndoto yako, kuharibu maisha yako, kuharibu neema iliyo mbele yako, kuharibu vitu vyako. Unafanya vitu lakini vitu haviendi, unapambana lakini haufikii ndoto. Kikao chochote ambacho kinafanyika katika ulimwengu wa roho leo, hicho kikao tunakipasua katika jina la Yesu.
anasema na tupasue vifungo vyao. Kuna kikao kinaendelea katika ulimwengu wa roho. Kuna kikao cha kichawi, kuna kikao cha kiganga, kuna kikao cha kishirikina, kuna vikao vya washirikina ambao wanajadili maisha yako, wanajadili namna unavyoinuka, wanajadili namna unavyopiga hatua, wanajadili namna ndoa yako ilivyosimama, wanajadili namna ambavyo ili waharibu hiyo ndoa. Unaona? Ili waharibu hiyo ndoa. Kikao wanafanya ili waharibu hiyo kazi. Kikao wanafanya ili wakuharibie. Vikao vingi ni vikao vya uharibifu. Kikao chochote ambacho kimefanyika, ambacho kinapiga ndoa yako, kikao kinafanyika kinapiga uzazi wako, kikao kinafanyika unashangaa unaumwa magonjwa ambayo hata uelewi, kikao ambacho kimefanyika mpaka wewe unapita kwenye changamoto ya uvimbe. Kuna vikao vinafanyika katika ulimwengu wa roho ambavyo vikao hivyo uelewi, lakini vikao ni kwa ajili ya kukuangusha. Asubuhi ya leo nimepewa nguvu ya upako wa Roho Mtakatifu. Ninatangaza katika jina la Yesu. Ninaomba mahali kokote ambako kuna kifungo cha aina yoyote, ninaomba uinue mkono wako. Ninapoenda kuomba sahihi, nifuatishe maombi haya. Kama ndani yako nimezungumza sana, umebeba sadaka, kamata sadaka yako. Tunaenda kupasua vifungo vya aina yoyote ambavyo vimetumwa ili kukuangusha. Naomba ukamate hiyo sadaka na ukamate mahali ambako unaona kabisa kuna mahali panauma au kuna mahali kuna kifungo cha aina yoyote. Tunaenda kukipasua asubuhi ya leo. Ninaomba utamke maneno, sema Bwana Yesu, ninasimama kama mtumishi wako. Kila kikao chochote ambacho kimekaliwa katika ulimwengu wa roho, kikao cha kichawi, kikao cha kiganga, kikao cha kishirikina ambacho kimekaa na wafalme, kimekaa ili kuniangusha, ili kuniharibu, ili kunisambaratisha, leo natamka katika jina Yesu. Ninatamka kwa mamlaka ya jina Yesu Kristo, ninapasua hicho kikao. Ninapasua hicho kikao. Kila chochote walichokalia ili kupasua, ili kuangusha, leo natangaza ninapasua hiyo madhabahu. Ninapasua uchawi, ninapasua vikao vyao, ninavivuruga, ninaachilia moto kwenye vikao vyao, ninasambaratisha vikao vyao, ninasambaratisha uchawi na uganga na ushirikina unaofanya kazi katika ulimwengu wa roho. Leo ninashambulia moto wa Roho Mtakatifu. Ninapeleka moto. Ninashambulia kwa jina la Yesu kikao cha kichawi, kikao cha giza, kikao cha miungu, kikao cha kishirikina. Leo shika moto kwa jina la Yesu. Ninaachilia moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu. Riababasaka rakayatasa randa ramasaka yabababa shabakati rekeyandosata rapakosha yakayatasa makayatasa rakababakosha yeketerere. Vunja kwa jina Yesu, vunja kwa damu Yesu. Pasua vikao vyote, vikao vya uharibifu vilivyokaa, vikao vyote vya uharibifu vilivyokaa, viharibu hatima, viharibu kazi zako, viharibu ndoa yako, viharibu mafanikio yako. Leo kwa jina la Yesu, hivyo vikao vya kichawi, vikao vya giza, vikao vya miungu, shababababa rabababa rakayatasa akamakaria ekeyatata rabokosha randa rabakuria yakababasa rababasa yakabababa shosha moto amakori masika yabababa rekasata rabakosha mandoroko shatata. Kwa jina la Yesu, sambaratisha wote, sambaratisha mizimu, sambaratisha nguvu za giza kwa jina la Yesu. Ewe kazini, ewe kwenye ndoa, ewe kwenye familia, ewe kwa watoto wako, kwa jina la Yesu Kristo tunasambaratisha vikao vyote, tunasambaratisha vikao vyote katika jina la Yesu Kristo. Hawatakuweza, hawatafanikiwa, hawataua ndoto zako, hawataua maisha yako. Wewe utasimama na kufanikiwa na kuinuliwa katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Popote pale ulipo, nataka ukamate hiyo sadaka. Itume kwenye hii namba ya Vodacom ya 0756 938 903 na unitumie message. Ukimaliza kutuma hiyo sadaka,
na maombi nitakuelekeza kusambaratisha vikao vyote vinayofanya kazi katika ulimwengu wa roho. Na mimi nakutamkia asubuhi ya leo, nenda ufanikiwe. Hakuna kikao chote cha kujadili kukuangusha, wala kusimama na wewe, wala kuua ndoto zako, wala kuua maisha yako. Kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo, nenda ukafanikiwe, nenda ukainuliwe. Vifungo vyote vimepasuka katika jina la Yesu. Amen.